Asante sana msikilizaji wa 99.5 SFM, ikiwa tayari dakika ni ya 32 tangu itimia saa 3 usiku. Kama ilivyo desturi yetu, kawaida yetu, tumekuwa na wakati mzuri wa kuwasikia watumishi wa Mungu kutokea kanisa la True Gospel Empress Church, kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Luita Mgeni, kanisa ambalo lipo Makambako, mtaa wa Cheresi. Na nikualike jioni ya leo tutakwenda kuungana na watumishi wa Mungu hawa, lakini jioni ya leo tutapata wasaa mzuri wa kumsikia Mwinjilisti Patrick Ilomo kutokea kanisa la True Gospel Empress Church Makambako. Lakini inawezekana uko na shida, uko na changamoto, basi nikutie moyo na nikwambie kwa Mungu yote yanawezekana. Una nafasi nzuri ya kuweza kumpigia simu mtumishi wa Mungu mchungaji Patrick Ilomo, kimweleza shida na changamoto ambayo unapitia kwenye maisha yako, basi yeye atakwenda kukuombea. Pale ambapo atahitaji ushauri atakwenda kukushauri. Namba ya simu ni 0762 64 96 52. Narejea tena 0762 64 96 52. Hiyo ni nambari ya simu ya mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo, ambaye jioni ya leo anakwenda kutupa somo zuri kabisa hapa studio, kwa Mungu amembariki kabisa. Karibu sana mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo. Asante sana. Mungu awabariki sana kwa ajili ya ratiba na kwa ajili ya kila hatua ambayo mko pamoja nasi kuona tunaifikisha habari njema kwa ulimwengu. Mungu awazidishe zaidi. Lakini bila kupoteza wakati, naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mfalme, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neema. Asante Mungu mkuu kwa ajili ya jioni njema. Asante Bwana kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Asante Bwana kwa ajili ya kusudi lako jema kwa ajili ya ulimwengu. Asante Bwana kwa ajili ya wasikilizaji ambao Bwana umewakusudia waweze kusikia ujumbe ambao unatoka kwako. Nami ninaamini ya kuwa wewe ndio mwenye kuwajenga, na ndio mwenye kuwaimarisha, na ndio mwenye kuwatunza katika ratiba zote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tulikuwa na ratiba ambayo tulikuwa tunaendelea nayo toka Jumanne, na leo ni siku ya Alhamisi, kama ilivyokuwa wajibu wetu kuona tunafikisha habari njema kama Bwana alivyotuagiza ili dunia iweze kuelewa. Msingi wetu ulikuwa unatoka kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4. Maandiko yanasema kila tendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tukachambua kwa upana sana, tukajua dhambi ni nini kama maandiko yanavyosema. Tukaona wazi sana dhambi ni uasi. Na kwa nini dhambi? Dhambi ina mazingira mengi sana ambayo watu wengi wameshindwa kuelewa na wakashindwa kutofautisha kati ya matunda ya dhambi na dhambi. Tukaona wazi sana kwa upana wake dhambi ni kufanya tofauti na kusudi la Mungu, au dhambi ni kutokuamini. Dhambi ni kutokumwamini Yesu. Hilo ndio jambo la msingi sana ambalo nataka ulichukue. Dhambi ni kutokumwamini Yesu, ndo chanzo kikubwa cha kuingia watu wengi kwenye matatizo kwa sababu ya hili ambalo tunalizungumzia, dhambi. Nami leo siwezi bila kupoteza wakati, tunaendelea na kuichambua hii habari ya dhambi ili kila mmoja aweze kuelewa na aweze kujua wapi anatakiwa kufanya na wapi anatakiwa kuachana napo, ili aweze kuwa na ufahamu sahihi wa kusudi la sahihi lile ambalo Mungu amezidi kusema nasi kwa upana zaidi. Nami nataka tuendelee mbele kidogo. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Tunazidi kuichambua dhambi kwa upana wake ili uweze kuelewa. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Biblia yangu inaniambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kuna kituo pale. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Anataka katika ulimwengu wa ufahamu uweze kutambua. Anasema kwa maana jinsi hii. Ni kitu ambacho kinadhihirika na kitu ambacho kinaonekana na ni kitu ambacho kiko wazi. Ndio maana maandiko yanasema kwa maana jinsi hii. Maana ni kitu ambacho nataka uweze kujua. Jinsi hii, jinsi gani? Anaupenda ulimwengu kwa jinsi gani? Mungu anakusudia kuupenda ulimwengu, au alikusudia kuupenda ulimwengu kwa jinsi gani? Anataka udipu ndani uangalie kwa upana. Nami hapo hapo bila kusogea mbele kidogo, maandiko yanasema
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Rudi mara moja kwenye kitabu cha Warumi. Jinsi gani? Ili hata tunapoelekea, ili uweze kuelewa kwa upana. Kitabu cha Warumi sura ile ya 3. Kitabu cha Warumi sura ya 3, angalia maandiko yanavyosema. Mstari ule wa 12. Kuanzia mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi. Panda juu kidogo kuanzia mstari wa 10 ili iweze kukaa sawa. Maandiko yanasema hivi. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Cha kwanza maandiko yanaposema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi gani? Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna ambaye ana sifa ya kwenda mbinguni hata mmoja. Angalia mstari wa 12. Biblia inasema hakuna afahamuye. Kuna kituo. Hakuna mwenye ufahamu. Ufahamu upi? Ufahamu wa kutenda nini Mungu anakusudia. Biblia inasema hakuna afahamuye. Hakuna mwenye ufahamu hata mmoja. Anasema hakuna amtafutaye Mungu. Hakuna amtafutaye Mungu. Wakati Mungu anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi gani? Hakuna mwenye ufahamu. Hakuna mwenye haki. Hata nami sikuwa na haki. Hata na dunia nzima haikuwa na haki. Ndio maana Biblia inasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna mwenye ufahamu hata mmoja. Tunaendelea. Maandiko yanasema hivi. Wote, mstari wa 12, wote wamepotoka. Wote wameoza. Biblia inasema wote wamepotoka. Wameoza wote pia. Wote wamepotoka. Wote wameoza wote pia. Wakati maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, anaona ulimwengu ambao umeoza, ulimwengu ambao umepotoka, ulimwengu ambao uko kinyume na yeye, ulimwengu ambao unafanya vitu tofauti, ulimwengu uliokuwa chini ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, popote unatusikia, tega masikio. Mungu anatamani kukuvusha eneo, usogee. Angalia maandiko yanavyosema. Hakuna mtenda mema hata mmoja. Anasema hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Hakuwepo mtenda mema hata mmoja. Sikiliza, unapokuwa nje na Kristo, unapokuwa nje na neno la Kristo, tafsiri yake ndani yako huwezi kutenda mema. Japokuwa watu wengi sana wanasema Mungu anaangalia matendo. Sikiliza na kukatalia, ndugu msikilizaji, matendo hayahesabiki ukiwa nje na Kristo. Tendo linaanza kuhesabika ukiwa umeokoka. Ninamaanisha ukiwa ndani ya Kristo, ndo tendo lako linaanza kuhesabika, ndo unaonekana unatenda mema. Ukiwa nje na Kristo, tafsiri yake uko chini ya hukumu, uko chini ya dhambi, uko chini ya utawala wa nini? Wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, anasema hivi, koo lao ni kaburi wazi. Sikiliza, maandiko yanasema koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. Biblia inasema koo ni kaburi. Nisikilize, kwa nini maandiko yanasema koo ni kaburi? Kinachozungumzika kutoka ndani siku zote, mtu akiwa nje na Kristo anazungumza mauti. Ndio maana anasema koo ni kaburi. Kaburi huwa inahifadhi mtu aliyekufa. Ndio maana maandiko yanasema koo lao ni kaburi wazi. Ni kaburi wazi ambalo liko tayari kumzika mtu. Anachokisema wakati wote ni mauti. Na Biblia inasema kwa ndimi zao wametumia hila. Kwa ndimi zao wanasema udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa ndimi zao wametumia hila, alafu anasema koo lao ni kaburi wazi. Koo lao limejaa mauti, limejaa utawala wa dhambi, limejaa nguvu za giza, liko kinyume kabisa na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema sumu ya fila iko chini ya midomo yao. Sumu ya fila iko chini ya midomo yao. Manake chochote wanachokisema ndani ya ndimi zao ni kitu ambacho kinasababishwa na nyoka,
Nyoka yupi? Nyoka aina ya fira. Nasi ukigundua au ukisikia kitu kinachozungumza nyoka, manake tafsiri yake ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, sumu ya fira i chini ya midomo yao. Manake sumu ya nyoka iko chini ya midomo yao, iko ndani ya midomo yao. Wanasema vitu kinyume na Mungu, wanazungumza vitu ambavyo Biblia haijazungumza, neno la Mungu halijasema. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi gani? Jinsi mbovu ambavyo Biblia inachambua kwenye kitabu cha Warumi, jinsi watu walivyokuwa au jinsi tulivyokuwa kabla ya kuja Kristo. Ndivyo watu walivyokuwa, ndivyo ulimwengu ulivyokuwa, ulikuwa katika hali mbovu. Ndio maana maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Anataka utafakari uweze kuelewa jinsi gani. Bwana Yesu asifiwe. Jaa laana na uchungu, vinywa vyao vimejaa laana, vimejaa kukataliwa. Midomo yao, vinywa vyao vimejaa kukataliwa. Kwa nini vimejaa kukataliwa? Halafu ndani yake kumejaa uchungu. Leo ukiangalia watu wanavyozungumza, mtu akiwa nje na Kristo, kinachotoka ndani ya midomo yake ni uchungu mtupu, ni laana. Matusi ni laana. Maneno yote kinyume ambayo Biblia haijasema ni laana, maanake tafsiri yake amekataliwa. Uchungu unatoka ndani ya mioyo yao. Ukimgusa mtu hata ukamwambia Bwana nisamehe, hawezi kukusamehe. Unakuta lazima poromoshe matusi. Kwa nini? Kinywa chake kimejaa laana, ndani yake kumejaa uchungu mkubwa. Hata ukamgusa mtu kidogo tukamwambia jamangu naomba unisamehe, hawezi kukusamehe bila kuachilia matusi. Sikiliza, popote unapotokea jambo kinachofyatuka ndani ya huyu mtu ni uchungu na laana. Ndivyo ambavyo vinatoka. Kwa nini? Amekataliwa, yuko kinyume na Kristo. Kwa lugha nyingine, hajawa ndani ya Kristo. Anapokuwa ndani ya Kristo, hivi vitu vinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema miguu yao ina mbio kumwaga damu. Miguu yao iko na mbio kumwaga damu. Ukisikia Biblia inazungumza miguu yao, manake maisha yao ni kwa ajili ya kumwaga damu za watu, mauaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya mioyo yao kinachotawala ni uuaji mtupu. Ndani ya mioyo yao kinachotawala ni mazingira mabovu. Wote ambao hawajamwamini kwa Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yao, haya ndo maisha ambayo wanatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, Yesu anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ili kila mtu, sikiliza, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi gani? Jinsi ambayo nimekuchambulia kwenye kitabu cha Warumi, uweze kuona kwa upana, uweze kuona katika mazingira. Mtu yeyote anapokuwa nje na Kristo, angalia mazingira anayokuwa nayo. Sikiliza, anasema hivi kwenye kitabu cha Yohana sasa sura ya 3 mstari 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa nini anamtoa mwanawe wa pekee? Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Nami nikakwambia dhambi ni uasi, dhambi ni kuto kumwamini Yesu. Sikiliza, manake tafsiri yake anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. Manake ambaye hamwamini Yesu amepotea, ndio tafsiri yake. Amepotea, anatembea kwenye Rumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 pale. Maana yake yuko kwenye mazingira mabovu, mazingira ya laana, mazingira ya uchungu, mazingira ya kumwaga damu, mazingira ya kukataliwa, mazingira ambayo hayafai kwa mazingira yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. Sikiliza, maana yake unapochukua jukumu la kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaondokana na kupotea, unaondokana na kuhukumiwa, unaondokana kuwa kinyume na Kristo, unakuwa karibu na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Cha kwanza, unapochukua jukumu la kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaondosha hali ya kupotea, halafu nakaribisha hali ya uzima wa milele ndani yako. Biblia inapozungumza uzima wa milele, ina maana nataka utafakari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzima wa milele ni upi?
Nisikilize, sio uzima wa kupumua. Lazima uelewe, uzima wa milele ni kutokufa. Naomba unielewe vizuri, kutokufa kiroho. Manake uzima wa milele umechambuliwa katika mambo mengi. Uzima wa milele, maisha yako yatakuwa na uzima, nikiwa na maanisha chochote kimekuzunguka kwenye maisha yako kinakuwa na afya. Sikiliza, mwili wako unakuwa na afya, magonjwa yanakimbia, chochote kinaondokana na wewe, chochote ambacho kiko adui na wewe kinakimbia, mazingira yote yanabadilika, unakuwa karibu na Bwana, maisha yako yote yanatawaliwa na uzima. Uzima upi? Uzima wa milele. Unaanza kuonja uzima wa milele ukiwa katika dunia hii. Hatimaye hata utakapotoka katika dunia hii unafurahi pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza ndugu msikilizaji, nataka uondokane kwenye mazingira mabovu ya kukataliwa au ya kuasi, ya kukataliwa au ya kuasi au ya kuwa chini ya utawala wa hukumu au chini ya utawala wa dhambi. Sikiliza mstari wa 17 anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yaani Kristo hakuja duniani ili auhukumu ulimwengu. Chukua pointi. Kristo hakuja duniani ili auhukumu ulimwengu, bali alikuja duniani ili kutuokoa katika hali mbovu, hali ya dhambi, hali ya kuhukumiwa, hali ya kuwa chini ya utawala wa dhambi, hali ya kuwa chini ya shetani, ili tuweze kuwa chini ya utawala wake, ili tuweze kutawaliwa na uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, unapochukua jukumu la kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana unakaribisha uzima ndani yako, unakaribisha haki ndani yako, unakaribisha kufanikiwa ndani yako, unakaribisha hali ya kuwa juu na sio hali ya kuwa chini. Unapochukua jukumu la kumkaribisha Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafukuza udhaifu wote kwenye maisha yako, unafukuza hali mbaya kwenye maisha yako, unafukuza hali yoyote ambayo inampinga Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nakutana na simu nyingi sana. Biblia inazungumza wazi sana na nataka uweze kuelewa. Nimekutana na simu nyingine nyingi, watu wengi wakazungumza kuwa mimi siolewi, sijui mimi sioi, mimi sifanyi nini. Tafsiri yake, ukikuta hauolewi au umeshindwa kuoa au umeingia kwenye changamoto yote ya ndoa, nataka nikuelekeze vizuri, nikudokeze, japokuwa sio rasmi sana, lakini nataka nikuchukulie nikuangalizie mstari. Angalia Biblia inavyosema. Biblia inaniambia mke mwema anapatikana kwa Bwana na mume mwema anapatikana kwa Bwana. Kwa nini? Muasisi wa ndoa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muasisi wa ndoa ni Mungu. Kwa hiyo anayesababisha uolewe ni Mungu na anayesababisha uoe ni Mungu. Kwa hiyo unapochukua jukumu la kuwa ndani ya Kristo, maana yake yeye, kwa sababu ni muasisi wa mazingira hayo, unakuwa kila kitu kwake ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa huolewi, unaolewa. Kama ulikuwa huoi, utaoa. Kwa nini? Biblia inazungumza wazi sana, Mungu ndio alianzisha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na wajibu kwa kipande fulani wale waliouliza maswali ya staili hiyo, ili waweze kujua nini ambacho cha kufanya na waweze kutembea kwenye mazingira sahihi. Tunachambua kwa habari ya dhambi, ili kila mmoja aweze kujua, aweze kuelewa anatembeaje, anakimbiaje dhambi, anaiachaje dhambi. Dhambi huwezi kuikimbia kwa kusema, dhambi unaikimbia au unaipinga kwa kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo unakuwa umeikimbia dhambi. Kinyume na hapo huwezi, na kukatalia, utadumu kwenye kupotoka, utadumu kwenye hali mbaya. Sawa na kitabu cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema Mungu hakumtuma Bwana duniani ili auhukumu ulimwengu. Yesu hakuja duniani ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Huo ulimwengu uokolewe ndani yake yeye. Maanake yeyote anayemkubali kwa Yesu Bwana na Mwokozi anakuwa ameingia ndani ya Kristo. Anapokuwa ameingia ndani ya Kristo, anakuwa ameokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 18 maandiko yanasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Anayemwamini Kristo
hawi kwenye hukumu. Biblia inasema hahukumiwi, maanake hayuko chini ya laana, hayuko chini ya hukumu, yuko ndani ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo dhambi ni kuto kumwamini Yesu. Unaposhindwa kumwamini Yesu unahukumiwa. Unapochukua jukumu la kumwamini Yesu unakuwa umetoka kwenye hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unakuwa umetoka kwenye hukumu? Wakati Adamu akiwa Eden, sikiliza, kwa kukosa kumtii Mungu akaingia kuhukumiwa. Sikiliza, Adamu akiwa Eden alipokosa kumsikiliza Mungu, ndani yake ikaingia hukumu. Ilipoingia hukumu kwa kuto kuliamini neno la Mungu au kwa kuto kumwamini Yesu, akaingia kwenye hukumu, na wote waliozaliwa na yeye wakawa kwenye hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi, wote wanaotembea kwenye ngazi ya kuto kumwamini Yesu wako chini ya hukumu. Halafu wanaomwamini Yesu wanakuwa wametoka mautini au wametoka kwenye hukumu, wameingia uzimani, au wanatembea pamoja na Yesu au wanamwabudu Yesu wa mbinguni. Halafu mwisho wake wanakwenda kufurahi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo ili kuweza kutoka kwenye hukumu, jambo la kwanza lazima umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili uweze kuikimbia dhambi, lazima umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo unakuwa umeikimbia dhambi. Kwa nini? Unakuwa umeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapoikimbia dhambi, unatoka unaikimbia, unamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake chochote anachokisema Yesu ndicho ambacho utatembea nacho, ndicho ambacho kitakuwa ni maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza mstari wa 19. Maandiko yanasema, bado sijamaliza mstari wa 18. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Unaposhindwa kuliamini jina la Yesu, unakuwa umeingia kwenye hukumu. Jina la Yesu ndio litupasalo kuokolewa kwalo. Jina la Yesu ndio limebeba mazingira yote kwenye maisha yako. Jina la Yesu ndio limeshiba utukufu kwa ajili ya maisha yako. Jina la Yesu ndio limebeba mamlaka kwa ajili yako. Jina la Yesu ndio limebeba mafanikio yako. Jina la Yesu ndio uzima wako. Jina la Yesu ndio kiboko ya wachawi. Jina la Yesu ndio kiboko ya kila jambo lolote bovu kwenye maisha yako. Lakini uwe na sifa ya kulitumia jina la Yesu. Sifa gani? Umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mstari wa 19. Maandiko yanasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Sikiliza, maandiko yanasema na hii ndiyo hukumu. Hukumu ipi? Watu kupenda giza kuliko nuru, watu kupenda dhambi kuliko kumpenda Yesu, ni hukumu. Kwa lugha nyingine, Biblia inapozungumza hukumu, hebu niweke vizuri uweze kuielewa vizuri. Ukifika mahakamani ukasomewa kuwa umekosea, halafu wakakuhukumu miaka 30 au miaka 5 kwenda jela, tafsiri yake hile ndo hukumu ambayo inazungumza, na mwenye kusoma ile hukumu huwa anakuwa ni hakimu. Kwa kosa sababu hii umefanya hivi, unakwenda jela miaka 3 au miaka 4. Ile huwa inakuwa haina sali ya mtume, unaenda miaka hiyo kwa sababu umehukumiwa. Sasa Biblia inasema wazi katika ulimwengu wa roho au nyakati za Agano Jipya au nyakati za kumwamini Yesu, unaposhindwa kumwamini Yesu unahukumiwa adhabu. Adhabu hiyo ni ipi? Sio habari njema kwenye hili jambo, ni adhabu ya jehanamu ya milele, kuteseka milele, kuungua milele. Hiyo ndo hukumu ya watu ambao wanampinga Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mstari unasema hivi, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza. Nuru au mwanga umekuja duniani na watu wakapenda giza. Unapopenda giza au kwa lugha nyingine unapopenda dhambi, manake tafsiri yake umekwisha kuhukumiwa. Nisikilize, tunaendelea mbele. Maandiko yanasema, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kupenda giza kuna matunda.
matunda yale ndo yanaitwa maovu. Unapolipenda giza au unapoipenda dhambi, dhambi inazalisha matunda. Yale matunda ndo yanaitwa maovu. Yale maovu ndo unakuta kuna wizi, sijui kuna ulevi, kuna mambo mengi yanatokea. Yale ni matokeo ya kumkataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, nataka uweze kuelewa maandiko jinsi yanavyozungumza ili uweze kuondokana na dhambi, uweze kuikimbia dhambi. Watu wengi sana wanafikiri dhambi wanaikimbia kwa kusema na kwa katalia. Utazungumza sana lakini au utaungama sana, dhambi haiwezi kuondoka. Dhambi inaondoka baada ya kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Dhambi ndo inakupisha, dhambi ndo inakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Yeye anayetuokoa au yeye aliyekufa kwa ajili yetu aliishinda dhambi. Kwa hiyo ili uweze kuishinda dhambi, jawabu lake lazima uingie kwenye mazingira kuwa ndani ya Yesu, ndio unaweza kuishinda dhambi. Kwa nini? Sogea mara moja kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 3. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Angalia maandiko yanasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Sikiliza, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Yeye ni mtenda dhambi toka mwanzo. Sikiliza, yeye ni mtenda dhambi toka mwanzo. Wakati ni mtenda dhambi toka mwanzo, kwa wote wanaotenda dhambi wao ni wa Ibilisi, wao ni wa Shetani. Yaani mfalme wao mkuu ni Shetani. Kwa sababu gani? Yeye ni mtenda dhambi tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Sikiliza, anasema hivi, kwa sababu yeye Shetani ni mtenda dhambi na wote watendao dhambi ni wa Ibilisi. Yesu aliwekwa wazi ili azivunje kazi za Shetani. Azivunje kazi za Shetani wapi? Ndani ya mioyo ya watu. Azivunje kazi za Shetani wapi? Ndani ya maisha ya watu. Azivunje kazi za Shetani wapi? Ndani ya maisha ya watu ambao wanamwishia Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Anasema kazi za Ibilisi ndani yao zimevunjika. Kazi za Shetani ndani yao zimeisha. Kazi za Shetani ndani yao hazina nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka uchukue pointi uweze kuelewa ili uweze kuondokana na dhambi. Umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo maisha yako yanabadilika. Ndipo maisha yako yanageuka. Maisha yako hayaendi kwa sababu uko chini ya hukumu. Sikiliza, mwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kila kitu kiweze kubadilika. Kila kitu kiweze kwenda sawa. Kila kitu kiweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Na kila ulitendalo liweze kuwa sawa sawa na utukufu wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuamini Bwana ya kuwa yeyote uliyemsikizisha maneno haya, wewe unayo sababu ya kumtoa kwenye maangamizo, kwenye hali mbaya, kwenye mazingira mabovu. Bwana ukamsaidie, aifikirie neema, au fikirie utukufu wako, aifikirie nguvu yako sawa sawa na utukufu wako. Bwana, ninamkabidhi kwako mtumishi wako, madhaifu yote ambayo yamekuwa kinyume na neno lako. Bwana, ameteseka vya kutosha. Sasa Bwana, ni wakati wa kukuamini wewe peke yako, wewe mfalme wa utukufu, hatimaye akaweze kufikiria ule ukuu wako sawa sana uweza mkono wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninawaachilia watumishi wako wote uliowasikizisha neno lako, wakawe huru sawa sawa na utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo, wawezeshe wa kuamini wewe. Wewe ni Bwana wa utukufu, Mungu wa uweza, mwenye ratiba zote, mwenye mipango yote, mwenye kuwatoa katika mazingira mabovu, waweze kuingia kwenye nuru yako ya ajabu sawa sawa na mkono wako. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninawaachilia kwako. Wewe ni Bwana wa yote, unaifanya kila jambo kwa shauri la mapenzi yako. Ninawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina sana mtumishi wa Mungu Injilisti Patrick Kilomo, kazi kubwa ambayo Mungu amekubariki. Na mimi msikilizaji ambao tumekuwa pamoja jioni ya leo, umebarikiwa vyema kabisa, lakini pia inawezekana hapo ulipo uko na shida, uko na changamoto fulani, inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni matatizo ya kawaida. Basi mimi nikutie moyo na nikwambie kwa Mungu yote yanawezekana. Na Mungu amewateua watumishi wake, ikiwemo mtumishi wa Mungu Injilisti Patrick Kilomo. Mungu anamtumia kwa viwango vya juu sana. Kwa hiyo utapiga simu pamoja na kutuma message
ukimweleza shida na changamoto ambayo uko nayo, basi mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Kiromo atakwenda moja kwa moja kukusikiliza kupitia namba ya simu 0762 64 96 55. Narejea tena 0762 64 96 52. Lakini pia niwakumbushe kwa wale ambao wanahitaji kupata mahubiri haya ambayo imekuwa ikifanyika hapa redioni siku zote, basi unaweza kupita kwenye akaunti ya kanisa la True Gospel Impact Church Makambako. Hivyo utaandika True Gospel Impact Church Makambako, basi utayapata mahubiri haya yote kupitia ukurasa wa YouTube pale, na Mungu atakubariki. Kwa ratiba za ibada, kwa kuhitimisha, mtumishi wa Mungu. Asante sana. Ratiba zetu za ibada, siku ya Jumatano saa 10 kamili ni maombi na maombezi, tunawakaribisha sana. Alafu siku ya Ijumaa ni ibada ya neno la Mungu saa 10 kamili, tunakusanyika pale. Halafu siku ya Jumapili ni saa 4 asubuhi. Tunawakaribisheni sana. Kanisa liko ile njia ya kushuka Itebetala, opposite kabisa na msitu wa Mission, barabarani kabisa. Tunawakaribisheni sana na Mungu awabariki sana. Amina sana msikilizaji, mimi nikutakia usiku mwema. Endelea kusikiliza Ice